Muungano wa kushinikiza amani wakati wa uchaguzi mkuu ujao umebuniwa huku mashirika 14 yakiungana kuendesha mchakato huo. Muungano huo unaojumuisha taasisi za kupigania haki za kiraia na unaojumuisha chama cha wanahabari humu nchini unalenga kuendesha kampeni za amani, kuhakikisha amani kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Melita Oletenges. Mpango wa Vote Peace Initiative umeanzishwa rasmi na makundi 14 tofauti vya kutetea haki za kibinadamu pamoja na muungano wa wanahabari nchini. Kundi hilo linalenga kusambaza ujumbe wa amani nchini. The conception of the Vote Peace Initiative was inspired by the concern that election periods continue to be politically fragile, characterized by anxiety, fake news, tension, disinformation, and uncertainty. An initiative designed to complement the IEBC efforts towards delivery of peaceful elections. Our unity is inspired by the conviction that the pursuit of peaceful and non-violent elections is too important to be left to the government alone. Wamekashifu matukio ya kuvuruga amani, hususan wahuni kutumika na wanasiasa kuvuruga mikutano tofauti na hivi punde kuzua vurugu kanisani All Saints Cathedral. But this time loud, it looks like it has been made official. They are walking in daylight, like the invasion of All Saints Cathedral, which is very much regrettable, and we condemn it in the strongest terms possible. Katibu mkuu wa chama cha wanahabari nchini KUJ Eric Oduor amewataka wanahabari na vituo tofauti kuwajibika katika kutangaza ukweli pamoja na kuonyesha wazi wanahusika katika matukio ya kuvuruga amani. And as a media, we've got that responsibility to point out and call out to the people who are responsible for this kind of crime that is being witnessed in different parts of the country. Because if we don't do that, you know, in Africa and in South America, to be very specific, that there are countries that have been taken over by organized gangs. Melita Oletenges, Runinga Citizen.